Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, kuna siku huwa zitokei hivi hivi na huwa hazijirudii. Yaani hata kama kwa ya kuwa taadhimisha mwakani, lakini ni tofauti na mwaka huu. Kwa hiyo 2025 haitajirudia. Sasa kwa ajili ya uwepo wako na uwepo wa jirani yako na uwepo wa wageni wetu na maadhimisho haya, na kwa jinsi jirani yako alivyopendeza, basi tuungane kwa kumshukuru Mungu kwa makofi na vigelegele vingi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa kwaya kuu pamoja na uongozi wa kanisa hili, namtukuza Mungu kwa ajili yenu kwa kupata kibali siku ya leo. Tutafakari neno la Mungu kama lilivyokwisha kusomwa kwetu kutoka kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 kifungu cha 34 hadi kile cha 39 hadi 44. Mambo ya Walawi sura ya 23 mstari wa 39 hata ule wa 44, na neno la Mungu linasema: lakini siku ya 15 ya mwezi wa 7, hapo mtakapokuwa mmekwisha kuyachuma mavuno ya nchi, mtaweka sikukuu ya Bwana muda wa siku 7. Siku ya kwanza kutakuwa na kustarehe kabisa, na siku ya 8 kutakuwa na kustarehe kabisa. Nanyi siku ya kwanza mtajipatia matunda ya miti mizuri na makuti ya mitende na matawi ya miti minene na mierebu ya vijitoni, nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu muda wa siku 7. Nanyi mtaishika kuwa sikukuu kwa Bwana muda wa siku 7 katika mwaka. Ni amri ya milele katika vizazi vyenu. Mtaishika katika mwezi wa 7. Mtaketi katika vibanda muda wa siku 7. Wazalia wote wa Israeli wataketi katika vibanda, ili vizazi vyenu vipate kujua ya kuwa mliwaketisha wana wa Israeli katika vibanda hapo nilipowaleta kutoka nchi ya Misri. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Naye Musa akawaambia wana wa Israeli hizo sikukuu za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe mkuu unasimama kwenye mstari wa 43. Ili vizazi vyenu vipate kujua ya kuwa niliwaketisha wana wa Israeli katika vibanda hapo nilipowaleta kutoka nchi ya Misri. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Amen. Tafadhali tukae. Leo kuna mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, leo ni sherehe, ni sikukuu. Kuanzia mwaka 88 mtoto alizaliwa. Kwa hiyo leo tunaimba happy birthday to you. Kwa ya kuwa alizaliwa, leo tunamwimbia happy birthday. Kwa ya kuwa hongereni. Lakini kwa mujibu wa utaratibu
wetu leo ni juma la pili la kujiandaa kwa ajili ya kutoa mavuno Jumapili ijayo. Na kanisa tunawaalikeni wote Jumapili ijayo tufike kwa ajili ya kumletea Bwana mavuno. Sasa baada ya kupata wito, nikasema sasa kuna mambo mawili haya ninayafanyaje, na wakati yote ni ya muhimu, kwa sababu ni lazima tuzungumze habari za kumtolea Bwana Jumapili ijayo. Leo ni lazima tusherehekee kwaya kuu. Kwa hiyo ninatamani kupitia kusherehekea huku Bwana atuwezeshe kujiandaa kwa ajili ya Jumapili. Ndio maana nikaja na ujumbe mkuu ama somo kuu linalosema sababu za kumtolea Mungu, au ni kwa nini tumtolee Mungu. Na Mwenyezi Mungu aniwezeshe ninaposema amina mwishoni uwe na walau sababu moja tu itakayokusukuma Jumapili kuja kumletea Bwana mavuno. Moja tu. Kwa hiyo leo nitatamani tuzungumze habari za sababu. Ukichunguza maisha ya mwanadamu, kuna mambo mengi ambayo yanafanyika, na ni kawaida ya mwanadamu kwamba anapofanya jambo anakuwa na sababu za kufanya hilo jambo. Japokuwa tumekutana na watu wengine ambao wanasema wamefanya mambo bila kuwa na sababu maalum. Sasa ile hali ya kutokuwa na sababu maalum, hiyo ndiyo sababu ya wao kufanya hivyo. Kwa hiyo hakuna asiyekuwa na sababu. Hata yule anayesema sina sababu maalum, hiyo ndiyo sababu yake, kwa sababu amekosa jambo maalum la kutaja. Kwa tunamweka kwenye hilo eneo la kutokuwa na sababu maalum. Katika suala la kumtumikia Mungu kwa mali tulizo nazo, pia ni lazima tuwe na sababu. Na tukizungumza habari ya uwakili, ndio maana mimi leo nikasema nitazungumza sababu, kwa sababu uwakili ni swala pana. Tunaweza tukazungumza mpaka kesho, lakini tuna muda mchache tu, hatuwezi kuzungumza hayo yote. Kwa hiyo kwa huu muda mchache Bwana atuwezeshe tuondoke na sababu za kutuleta tena Jumapili tukiwa na kitu kwa ajili ya Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako uondoke walau na sababu moja. Neno ambalo tumelisoma sasa limezungumza pia sababu za wana wa Israeli kutakiwa kumtumikia Mungu, kutakiwa kuleta mavuno kwa Bwana. Ukisoma sura hii nzima ya 23 inazungumza sababu na inazungumza aina mbalimbali za sadaka. Kwenye ule mstari wa 9 neno la Mungu limesema, kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uwaambie, hapo mtakapokuwa mmekwisha ingia hiyo nchi ni wapayo na kuyavuna mavuno yake, ndipo mtakapomletea kuhani mganda wa malimbuko ya mavuno yenu. Anawaelekeza, anawaambia cha kufanya pale watakapokuwa wametoka kwenye nchi ya utumwa, wameingia kwenye nchi ya ahadi. Tukumbuke kule utumwani ilikuwa ni suluba. Kule utumwani yalikuwa ni mateso. Kule utumwani yalikuwa ni maisha ya dhiki. Kule utumwani ilikuwa ni kila aina ya mateso waliyapitia. Kwa hiyo Bwana Mungu anawaambia kupitia Musa, uambie wana wa Israeli watakapofanikiwa
na ninajua watafanikiwa kwa sababu mimi ndiye Mungu, na mimi ndiye ninayefanya, na mimi ndiye nitakayewaongoza na kuwafikisha nchi ya ahadi. Wakiingia. Hebu sema wakiingia. Kwa hiyo sababu yao kubwa wanayoagizwa ni mara baada ya kuingia. Kwa sababu wamefanikiwa kuvuka, wamefanikiwa kufika, wamefanikiwa kuachana na shida walizokuwa nazo, wamefanikiwa kutoka utumwani, wamefanikiwa baada ya kuteseka kwa muda mrefu. Wana sababu moja kuu: Mungu amewavusha. Kwa hiyo kuvuka kwao, Mungu anawaambia mkivuka tu mkaingia Kanaani, toeni sadaka. Haleluya. Mkivuka mkaingia wapi? Toeni. Na anasema sadaka mbalimbali. Kwenye sura hii amezungumza sadaka ya malimbuko, amezungumza sadaka ya mavuno kwenye mstari wa 39 hadi 44 tuliousoma. Anazungumza sadaka ya ahadi, nadhiri. Anazungumza sadaka kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kanisa. Ndio maana hata sisi tunapoleta sadaka mahali hapa, zinafanya majukumu mbalimbali. Zinawasaidia wasioweza, zinasaidia kupeleka injili. Tumesikia hadi kwaya kuu wana kamati ya injili. Na huu ndio msingi wa kanisa, kwamba enendeni ulimwenguni mhakikishe mnapeleka nini? Injili. Kwa hiyo sadaka inawezesha kupeleka injili, inawasaidia watu kufika eneo fulani. Hata wale wasioweza wanawezeshwa kupitia sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na kumtolea, kwa sababu anayo mengi anayoyatenda katika maisha yetu. Kwa sababu ya miujiza mingi aitendayo katika maisha yetu. Kila mmoja anayo miujiza yake. Waliambiwa kutoa sadaka kwa sababu Bwana amewavusha. Wewe je, ni kitu gani kinakusukuma kumtolea Bwana? Mfalme Daudi kwenye Zaburi anasema, na kila Jumapili hapa huwa tunasema, na mahali pengine wanaimba, nimrudishie Bwana nini? Hivi ninaweza kumpa nini Bwana kwa mazuri aliyonitendea? Wakati ule wana wa Israeli, Kutoka sura ya 15, wakati wanasafiri wamefika ile bahari ya Shamu, mbele yao wanaona maji na nyuma yao ni jeshi la nani? Kwa hiyo mbele ni kifo kwa sababu maji yatawamaliza, na nyuma ni kifo kwa sababu Farao anataka kuwaua. Kwa hiyo tayari walijiona ni watu wa kufa. Walipovuka wakafika ng'ambo ya pili, Biblia inasema wakamuimbia Bwana wimbo mpya. Tena neno linasema vizuri, kwa sababu Farao na jeshi lake wametupwa wapi? Ni muujiza. Kwa wanavutwa, na wale hawakutazama kuimba do re mi fa sol la ti do kwa sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kila mmoja alibubujikwa na furaha moyoni mwake, akapaza sauti, akaimba kwa nguvu, akamtukuza Bwana kwa sababu ametenda lisilo la kawaida maishani mwake. Hata sisi tunazo sababu tena nyingi. Na nilipopata wito huu nikasema, kwa sababu ni siku ya kwaya. Kwaya kazi yao ni moja tu, kuhubiri injili kupitia nini? Kuimba. Kwa nikasema hivi, tukienda pale tukaimba nyimbo 50 tu alafu tukaondoka, kwani kuna shida? Si ujumbe umefika kwa watu? Ukikaa ukasikiliza ukatafakari ujumbe unaotoka kwenye nyimbo, ni injili tosha. Kwa hiyo hata sisi leo tutazungumza habari za kumtolea Bwana, tena kwa kutumia nyimbo. Kwa mwambie jirani yako, jiandae kuimba kidogo.
Kwa nini tunaitwa Jumapili ijayo kumtolea Bwana? Sababu ya kwanza, kutoa ni ibada. Sadaka ni sehemu ya ibada. Sio jambo tu la fedha, bali ni jambo la kiroho linalomletea Mungu utukufu. Kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari ule wa 16, neno la Mungu linasema, lakini msisahau kutenda mema na kushirikiana, maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Kumbe mtu anapotenda mema kwenye maisha yake ametoa sadaka kubwa, kwa sababu kwa njia ya wema wake amewasaidia wengi. Na Mungu anapendezwa na sadaka za mtu kutenda mema tu kwenye maisha yake, akawahurumia wenzake, akawasaidia wenzake. Ni sadaka kubwa. Mwambie jirani yako, ufanyike sadaka. Ndio maana tunaimba tukisema, ukitenda mema. Hamjui kuimba eh? Ukitenda mema. Biblia imesema. Na aliyetunga wimbo huu akachukua vifungu vya Biblia kutoka kwenye Biblia. Malipo yote wapi? Fanya yale unayopenda kufanyiwa na wenzio. Haleluya. Malipo ni wapi? Kwa hiyo tenda wema. Ukitenda wema umetoa sadaka kwa Bwana. Jambo la pili, sababu ya pili, kwa sababu sisi ni wafuasi wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, basi tunaiga mfano wa Yesu. Yeye mwenyewe kwenye lile neno ambalo tulifundishwa kuanzia Sunday school, Bwana Mungu aliupenda hata akafanyaje? Kwa hiyo mtoaji wa kwanza ni nani? Kama Mungu alitoa, kwa nini wewe usitoe? Kwa hiyo yeye ni mfano ulio mzuri. Kwa njia ya matoleo yetu tunaiga mfano wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Alijitoa kwa ajili yetu, naye anatutaka tujitoe na tutoe tulivyo navyo kwa ajili yake. Warumi 12 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, na hii ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa si swala tu la kuja na vitu, hapana, ni pamoja na sisi kuja. Ndio maana ile Zaburi ya 24 anasema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Dunia na wote wanaokaa ndani ya hiyo dunia. Kwa hiyo vyote pamoja na sisi tu mali ya Bwana. Ndio maana anatuambia tutoe miili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Ndio maana wimbo unatukumbusha ukisema, alikufa mwenyewe kwa ajili yako, nawe hutoi chako kwa ajili. Alikufa kwa ajili, nawe utoe kilicho chake kwa ajili yake yeye mwenyewe. Huo ni wimbo unatukumbusha kumtolea Bwana. Kwa hiyo nyimbo hizi zinapoimbwa kanisani, usisikie tu sauti, usisikie tu vinanda na tarumbeta, sikia ujumbe wa Mungu kupitia nyimbo, kwa sababu zinakwambia cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Nivute kwako nipokee kwa rehema
Ule ubeti mwingine unasema, nivute kwako sina kitu ninachoweza kukutolea ila moyo huu wenye dhambi. Kwa sina chochote kinachofaa cha kupeleka mbele za Bwana, ila mimi kwanza. Ndio maana anatuambia tutoe kwa moyo. Inawezekana ukaja na vitu vingi lakini havijatoka rohoni, hautabarikiwa. Lakini unapotoa kwa moyo na kwa kumaanisha, unabarikiwa. Nivute kwako sina kitu ninachoweza kukutolea ila moyo huu wenye dhambi. Yesu, Yesu Mwokozi unisafishe. Inawezekana kwa sababu hizi mbili bado hujaona tu kwamba unaweza kumtolea Bwana. Ya tatu, anatuambia tumtolee kwa sababu yeye ndiye atupaye kila kitu. Zaburi ya 24 tumesema, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Na wale wanaokaa ndani yake. Kwa hiyo alipomuumba mwanadamu aliviweka kwanza, akamuumba mwisho, akavikabidhi kwake. Ndiye anayetupa. Kwa hiyo ujitazame katika maisha yako, ni kwamba kila ulicho nacho sio cha kwako, ni cha nani? Ni cha Bwana. Ndio maana kuna wimbo mmoja tunaimba, unasema tuwalima na kupanda, tunaweka mbegu shambani, lakini swala la kukuza na kustawisha sio la kwetu, ni la nani? Ni la Mungu. Kwa kazi yako tu ni kwenda shambani unaweka, ukiondoka yanayoendelea sio ya kwako. Sasa kama haujakuza mwenyewe na kustawisha, ujue kwamba Bwana ndiye amekupatia. Na kila mmoja ana namna yake ya kulima. Kuna wanaolima shambani, kuna wanaolima kwa njia ya kazi, kuna wanaolima kupitia biashara. Hata Mungu kuleta wateja ni neema ya nani? Ya Bwana. Anayekupa nguvu na afya ya kuamka kwenda asubuhi kazini ni nani? Ni Bwana. Kwa unaenda shambani kulima, lakini anayekuza na kustawisha ni nani? Twalima na kupanda mbegu shambani tu, kukuza na kustawisha ni nguvu ya Mungu. Umande hata jua na nyota na mwezi, anayetupa haya ni Baba Mwenyezi. Vitu vyote vyema vyatoka kwake juu, kwa hiyo tumsifu ni tumshukuru Mungu. Vitu vyote vyema vyatoka kwa ulivyo navyo vyema vinatoka kwa Bwana. Basi kwa sababu anakukirimia hivyo vyote, Jumapili sukumwa kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia sababu nyingine ya 4 ni kwa sababu anatupenda na sisi tunampenda. Na wanaopendana wanapeana. Haleluya. Ukimpenda mtu lazima umpe. Hiyo si ndio kanuni jamani? Ni kwamba yeye alitupenda kwanza, baadaye akatuagiza na sisi kumpenda. Ndio maana neno la Mungu limesema, mpende Bwana
Sawa hivyo hivyo, lakini mpende Bwana kwa moyo wako wote. Mpende Bwana tu. Lakini kwa sababu Bwana amemuumba mtu kwa mfano wake, akakwambia na huyo naye ufanye nini? Kwa hiyo anatupenda na sisi tunampenda, na tukipendana tunapeana. Haleluya kanisa. Na kuna wimbo unaotukumbusha, anipenda Mwokozi Yesu, anipenda, 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 anipenda kweli. Sasa hebu fikiria, una rafiki yako mnapendana kweli, ni best, ni short, lakini siku ya kwanza, mwezi, mwaka, miaka hajawahi kukupa chochote. Huyo ni rafiki kweli? Yaani hajawahi kukupa chochote. Yeye anatupenda. Na kuna wimbo mmoja kwa yakuwa wanaiimba, Mwokozi nakuhitaji wewe pekee, sina mwingine mbinguni wala duniani, wewe tu, wewe tu wanipenda kwa dhati, wewe tu, wewe tu nakuhitaji. Unanipenda kwa dhati na kwa kumaanisha, kwa sababu Bwana Yesu wewe ni besti yangu, basi lazima Jumapili nami nije na kitu kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Nimwachapo nikaenda mbali, anipenda. Haleluya kanisa. Kila Jumapili wanakwaya wanapoimba, tuliza akili, sikiliza ujumbe. Kuna ujumbe unakuja kwa njia ya nyimbo. Sababu nyingine, kwa nini anatuambia kumtolea? Kwa sababu alikufa kwa ajili yetu. Isaya 53 neno la Mungu linasema, alichubuliwa kwa makosa yetu, alijeruhiwa kwa maovu yetu, na kwa kupigwa kwake sisi. Jiulize, umefanya kosa. Bahati nzuri hapa kuna watu wanaohusika na masuala ya sheria. Ukaenda ukahukumiwa kunyongwa, akatokea jamaa pembeni akasema, hakimu, ninaomba huyu mtu asinyongwe, bali mimi ninyongwe kwa ajili yake. Ukitoka hapo itakuwaje? Ukaambiwa kutoa, unatoa utoi? Yaani wewe umefanya makosa, alafu hukumu inasema miaka 10. Akatokea rafiki yako akasema, ninaomba asiende jela miaka 10, mimi nitaenda kwa niaba yake. Alafu ukafika nyumbani ukaambiwa, leta chochote basi kwa ajili ya yule aliyekusaidia. Yaani kwa moyo kabisa utafunguka na utatoa, kwa sababu amekuokoa. Sisi tulifanya makosa, lakini badala ya kuuawa sisi, akauawa nani? Kwa sababu hiyo ikuvute umtolee Bwana, kwa sababu alikufaa. Alilipa kwa gharama msamaha. Lakini nakumbuka wakati ule nilipokuwa nimelemewa na mizigo na shida na masumbuko, yeye akanituliza, akanibebea, akanisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mahali pengine wanaimba wanasema, kale nilitembea nikilemewa nini, lakini akaja akanisaidia kubeba huo mzigo.
Kale nilitembea nikilemewa dhambi, nilikosa msaada kuniponya usifiwe na lisifiwe linalo zidi yote, asifiwe Mwokozi. Ukikumbuka kwamba alikufia Jumapili, uje kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa njia ya kutoa tunabarikiwa. Mwambie jirani yako, kwa kutoa unabarikiwa. Kumbukumbu la Torati 28 anasema utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, utabarikiwa uingiapo na utokapo, kitabarikiwa hata chombo chako cha kukandia, watabarikiwa watoto wako, kazi zako zitabarikiwa, mashamba yako yatabarikiwa, biashara yako itabarikiwa. Kwa njia ya nini? Wewe utaki kubarikiwa? Haleluya. Maji yako ya akiba yatakapopungua, uwabarimu wenzako wasafiri njiani. Ule ubeti wa pili kuna mahali anasema kapu utakalotoa litajalizwa tena, vyakula vikipungua. Kilichotosha kwa moja, kilichotosha kwa moja, kilichotosha kwa moja, kitatosha wawili. Haleluya. Kapu utakalo litajalizwa, vyakula vikipungua unaongezewa na kuongezewa. Unashangaa, mbona kila ninapotoa sijawahi kufirisika? Kwa sababu kila unapotoa kidogo, Malaki 3:10 anasema nijaribu uone kama sitafungua madirisha ya mbinguni nikakujazia. Kwa ukitoa kidogo, yeye anaongeza. Biblia inasema mara 100, lakini anakupatia na uzima wa nini? Wa milele. Nijaribuni. Kwa hiyo unapotoa kidogo, yeye analeta vingi kwako. Nani asiyependa vingi? Kwa hiyo ukitaka kuwa na vichache usitoe, ila ukitaka vingi toa, ili Bwana akupe vingi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Sababu nyingine, kwa njia ya kutoa tunatii. Kwa kutoa ni utii, kwa sababu yeye alituagiza, na neno la Mungu kutoka kitabu cha Mithali 3:9 mpaka 10 anasema mheshimu Bwana kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako. Mheshimu Bwana kwa mali, hiyo ni amri. Kwa hiyo tunatii. Basi Jumapili uwe mtii. Bwana Yesu asifiwe. Sababu zipo nyingi sana, siwezi kuzimaliza. Na nyimbo zipo nyingi, tunaweza tukaimba hata 100 tu. Bahati nzuri Bwana ametupa stock kubwa ya nyimbo za kutosha tu. Hata 100 tunaimba hapa, mmoja baada ya mwingine, unaoonyesha ukuu wa Bwana katika maisha yetu. Anatupenda na sisi tunampenda. Lakini pia kwa njia ya kutoa. Kwa nini tunaambiwa kutoa? Sadaka, shukrani, mavuno, malimbuko, fungu la 10.
mchango kwa ajili ya uwezeshaji wa kwaya kwenda kuhudumu watoto wasiojiweza na mengine mengi. Sababu nyingine tunasema ni ishara ya kumshukuru Mungu. Na Zaburi kupitia Daudi anasema kila mwenye pumzi afanye nini? Huwa kuna ile pambio anasema kila mwenye pumzi msifu Bwana, mshukuru Bwana. Ni mnyonge kweli, umenipa nguvu. Nimesogea chini pako, unisafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Wapendwa watu wa Mungu, sababu kila mmoja anazo za kwake, na tunaitwa leo kupitia maisha yetu mema, uaminifu, kufanya kazi za kanisa, kuwasaidia wasiojiweza, kutoa matoleo mbalimbali kwa ajili ya kuwezesha kanisa. Mungu atatukuzwa kupitia sisi. Pia kanisa, tunapoleta matoleo hayo, yanatumika kwa ajili ya shughuli ya Bwana, nasi tunabarikiwa. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wale waliojitoa kwa njia ya uimbaji, hata kwa ajili ya kutoa muda wao na nafasi yao, wakaimba na kuieneza Injili, wanatoa sadaka ya muda. Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu atubariki sisi sote, tuione sababu ya kumtolea Bwana, naye abarikiwe na atukuzwe kwa ajili yetu tangu sasa na hata milele. Amen. Yote namtolea Yesu, na mpa moyo wote, nitampenda siku zote, na mwandama kila saa. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwako Mwokozi, natoa sasa. Mungu wetu na Baba yetu, uliwaagiza wana wa Israeli watakapovuka kutoka utumwani kuingia nchi ya ahadi, wakutolee wewe sadaka. Umezungumza pamoja nasi, kila mmoja kwa nafasi yake anayo sababu ya kukutolea wewe. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya watu wako. Asante kwa ajili ya wote ambao wanaendelea kujitoa kwa ajili ya kuwezesha kazi yako. Endelea kutubariki Yesu, endelea kutusaidia, endelea kutukumbusha, endelea kuzungumza pamoja na kila mmoja wetu, ili aione sababu ya kusogea kwako. Tupokee sisi, upokee na yale tunayokutolea kila wakati. Miili na roho zetu viendelee kufanyika sadaka iliyo kweli mbele yako. Tuendelee kukutegemea, tuendelee kukuishia tangu sasa na hata milele. Amen.